Inaonekana kila mtu anamheshimu mwenzake. Sijasikia tambo za ovyo ovyo hapa kwamba sisi tumekuja tutakwenda kushinda kwa kishindo. Wameheshimiana kuanzia kwenye mkutano wa wanahabari. Wameheshimiana kuanzia nje ya uwanja na bila shaka pia wataheshimiana mpaka ndani ya uwanja. Na kwenye hiyo heshima kuna vitu natarajia kwenda kuviona. Kuto kushuhudia mabadiliko ya kikosi kwa asilimia kubwa. Yaani wale ambao tunawafikiria ama tunawawaza kwamba watakuwa kikosi cha kwanza, basi uende itakuwa hivyo hivyo, kwa sababu kama utaleta nafasi ya kusema itafanya baadaye, hizi mechi huwa zinaga neno utafanya baadaye. Ni sasa. Yaani ni sasa hivi. Ukichelewa kidogo tu unaweza kutumia huo mwanya na kuweza kukuadhibu. Lakini heshima inakuja pia mara ya mwisho walivyokutana katika dimba la New Amaan Complex. Mechi ilimalizika bila. Lakini kila mmoja aliona kile ambacho mwenzake aliweza kumpa. Kuna ambaye alionyesha ustadi wa kwenda kushambulia na kuna ambaye alionyesha ustadi wa kulinda pia. Na kuna wakati walishambuliana kwa zamu. Kwa hiyo kila mmoja alionyesha kwamba ukija kunishambulia naweza kuzuia kwa ubora niliokuwa nao. Ukija nikija kukushambulia pia nimeona ubora wako kile ambacho unaweza ukifanya katika eneo lako la ulinzi. Lakini sio tu hivyo, hata kwa wachezaji kwa namna imewaclick hasa wale wageni au wapya ambao hii itakuwa mechi yao ya pili. Kwa wachezaji wao wamecheza dabi nyingi, hawana pressure ama washazoea kwamba zile heka za ukifungwa hali inakuwa jashazoea. Mtu kama Shomari Kapombe ana vitu vingi vya kuwasimulia wenzake kwamba ile mnaona vile kwa sababu ilikuwa bila. Kama matokeo yatakuja tofauti, kuna namna hali inakuwa ngumu zaidi. Ukienda kwa upande wa Yanga hivyo kuna mazingira ambayo Diara amewahi kukutana nayo, lakini pia walinzi wa Yanga kiwemo Makama Mnyeto washakutana nayo mazingira ambayo anasema kama ukifanya chote kile tofauti basi lazima mambo yaenda kwenda kuwa vigumu zaidi. Kuna wachezaji wanataka kuthibitisha kwa makweli wao ni wakubwa kwenye mechi kubwa. Mfano kwa Yanga la Nokelo alipitia pressure kubwa hapo katikati. Ndiyo. Kabla ya kuanza kufunga, kabla ya kuanza kuassist. Ilifika hatua ndani ya klabu ya Yanga kaanza kumlinganisha yeye na Buba Jammeh. Lakini taratibu usicheke mwenyekiti ilikuwa hivyo. Yaani Buba anaingia kwenye mechi dhidi ya alikuwa ni Cosmo kama nakumbuka. Anafunga magoli mawili. Watu mtandaoni ni kwamba Buba amekuja magoli mawili, Alanokelo amechi 6 hamna kitu. Kawaida kimpira wale ambao walikuwa wamembeza ndio sasa hivi wanaanza kupata hayo majibu. Lakini taratibu pressure ilivyomuondoka tumeona amekuwa na wakati mzuri. Maana yake ilikuwa mechi za level hiyo. Sasa nakutana na ile nasema mechi kubwa. Na hapa kati alikuwa anaambiwa kwamba anatoa pasi kwenye mechi ndogo. Kwenye mechi ndogo. Hiyo ni mechi nyingine yeye kwenda kuthibitisha. Hivyo unarudi. Ameshafanya na Azam. Lakini atarudi kuja kwenye mazingira sasa ya dabi ya Kariakoo ambao tunaamini ndio mechi namba 1 kwa ndani ya nchi yetu ama kwa Afrika Mashariki. Hapo ukisema dabi basi unaizungumzia Simba na Yanga, kuna zile zinakuja. Lakini kwa upande wa Simba wako nyota ambao ama nyota wengi wapya wanataka kuendelea kuthibitisha kwenye hizo mechi kubwa. Unamwangalia kama Anicet Ora. Pengine kwa ukomavu alionao hawezi kuexpress kwamba hiyo pressure ipo, lakini kuna ile huyu aliwahi kumweka benchi Pacome. Mmekutana. Onyesha ama tuonyeshe hicho ambacho unakizungumza kwamba ulikuwa ni bora kuliko yeye. Mengineyo unasema ameshafunga kwenye mechi zingine. Vipi kwenye dabi ya Kariakoo? Kuna hayo mazingira mengi. So hata ukija kimbinu, mechi ya kwanza iliyochezwa ya ligi kuu Zanzibar, iliyochezwa ligi kuu bara ambayo ilichezwa pale Zanzibar. Ukiondoa wale makosa ya waamuzi ama ya kimaamuzi ambayo yalitokea, utasema kocha Steve Barker alifanikiwa kwenye ule mchezo kwa sababu alionyesha vitu vingi fanyika bora kuliko pengine kocha Pedro Gonçalves. Lakini baada ya pale Yanga amekuwa na matukio na matokeo ya namna gani yamekuwa bora zaidi kuliko ambavyo ilikuwa. Nasema Simba kaendelea kujiboresha vile. Maana hata kimbinu kwa namna ambavyo naamini leo makocha pande zote mbili hawatolala vizuri. Kila mmoja anafikiria namna kuendelea kutoa maelekezo. Kila mmoja anawaza kwamba nilichowaambia atakwenda kukifikisha kama mimi nataka na mazingira mengine. Kwa hiyo sio tu mechi ya kwamba wanakutana Simba na Yanga kombe la Muungano. Ni mechi ambayo ina vitu vingi. Inawezekana pia hiyo mechi ikawa ni sehemu ya kutimiza kile ambacho pengine walikuwa wanakifikiria kinaweza kwenda kutokea tarehe 3. FM kutoka Dar es Salaam.